tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo tunaliinua na kuliabudu jina lako asubuhi ya leo Mfalme, kwa maana umekuwa Mungu juu yetu, umekuwa Mungu juu ya maisha yetu. Tunakuabudu na tunakuheshimu Jehova. Asante kwa wema wako, umekuwa pamoja nasi hiyo wiki nzima iliyopita Jehova. Umetulinda Mfalme wa ajabu. Tunakuabudu na tunakuheshimu Jehova. Ni asante kwa siku ya leo ambayo umetukusanya mahala hapa Mfalme wa ajabu, mbele zako tukaweze kutafuta uso wako Mfalme. Tunakuomba ewe Jehova, tunapoanza ukawa pamoja nasi Jehova. Tunaalika Roho Mtakatifu wako Mfalme wa ajabu akawe pamoja nasi, akatuongoze katika kila jambo, katika kuabudu, katika sifa, hata kwa neno lako, ili tukaweza kulisikia Jehova Mungu wa miungu, na likaweza kuwa la maana juu ya maisha yetu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Tunakutegemea Mfalme wa ajabu, na tunajua ya kwamba utatenda jambo Mfalme wa ajabu juu ya maisha zetu, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mfalme wa ajabu, hata kwa wanaotutazama Mfalme wa ajabu mtandaoni, tunawaombea ukaweza kuwabariki na wakaweza kubarikiwa pamoja nasi Mfalme, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Ni asante kwa wema wako na fadhili zako zinazodumu milele na milele, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini.
kusikia neno la Bwana, na ninajua kwamba tunaenda kubarikiwa sababu Bwana anatupenda. Kwa majina ni Pastor MC Dirito. Zaidi ya yote najivunia wokovu wa Bwana, na hakika jina langu kuwa kwenye kitabu cha uzima. Kwa hivyo ninajua kwamba yote yatakwisha, lakini neno la Bwana litadumu na litasimama milele. Nami nimeamua kukaa kama neno la Bwana na kuzidi kumpenda Bwana na kutenda mapenzi yake Bwana, na ninajua kwamba tutabarikiwa na wema wa Bwana na baraka ya Bwana inatutosha. Haleluya. Kwa hivyo nawaombea kwamba tukaweze kumakinika asubuhi ya leo, na ninajua kwamba Yesu anatupenda na Mungu ako na mpango mwema kwa ajili ya kila mmoja wetu. Na kwenye ibada yetu ya siku ya leo tunaenda kuliona neno la Bwana ambalo nimelipa kiso ambayo inasema deep calls to the deep. Kilindi kinaita kilindi. Hallelujah. Deep calls to the deep. Psalms 42 verse 7. Psalms 42 verse 7. Deep calls to the deep. In the law of your waterfalls, all your waves and breakers have swept over me. Bwana wetu asifiwe. Neno linasema kuhusu kilindi, ambao kinakiita kilindi, kinakipigia kelele kilindi. Na ili tukaweze kuelewa maana ya hii funzo, tutaingia kwenye kitabu cha Nehemia 1, Nehemia chapter 1 from verse 1. Nehemia chapter 1, tuanzie mstari wa kwanza na tutaendelea, na ninajua tutabarikiwa katika jina la Yesu. Nitalisoma kwa Kiswahili kitabu cha Nehemia 1 kuanzia 1. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kislevu mwaka wa 20, nilipokuwapo Shushani Gomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashtumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, na hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukusishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako, na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mukikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali
mukinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapo. Baba, ni asanti kwa sababu ya neno lako. Tumelisoma na tunaamini kwa nguvu za Roho Mtakatifu utanena na maisha yetu sawa sawa na vile ulivyonena na Nehemia kuhusu wana wa Israeli. Tunakutukuza na tunalibariki jina lako katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Haleluya. Kama vile tunasema ya kwamba kilindi kinaita kilindi deep calls to the deep, ni kumaanisha ya kwamba ile deepness ama ile zeal ambayo ilikuwa ndani ya mtumishi huyu anaitwa Nehemia iliweza kumshawishi, iliweza kumtia, ikamkologa, ikamweka bidii. Akaona ya kwamba siwezi nikanyamaza. Kuna kitu kilifanya Nehemia ashukue hatua ambayo alishukua ya kufikiria wale mabaki waliosalia, wana wa Mungu, mahali walikuwa. Akawa anawaza, akawa anatafakari hali ya maisha yao, hali vile wanakaa. Akatafakari na akajua hao watu maisha yao hayako sawa. Neno linasema ya kwamba ujumbe ulimfikia, na ulipomfikia kile kitu kilio ndani yake, kilichokuwa ndani yake, na ndipo tunakiita the deepness hapo ilikuwa ndani yake, ikaweza kuvutwa. Haleluya. Na ule kuzama kwa ufalme na kwa maneno ya Mungu. Haleluya. Sisi kama ushaikuwa na magnet, si ushaikuwa na magnet, inajua wengi sana. Na wengine tukiwa vijana tulikuwa tunatafuta speaker tu radio, una make sure kwamba umeivunja ili ya kwamba unapata hiyo kama magnet. Ulikuwa unaweka hata uweke karatasi, unaona vile zinavutana, zinavuta. Hii magnet inavuta nini? Ile nyingine. Haleluya. Na hivyo ndivyo tunaona this deep ambayo inaita, hii kilindi kinaita nini? Ni kilindi cha namna gani? What kind of deepness about tunaongea? Ni ya kwamba ufalme wa Mungu, upendo wa neno la Mungu, haki ya neno ya Mungu, utakatifu wa Mungu, mambo ya ufalme aliyokuwa ameyasoma, aliyekuwa ameamini, yaliyokuwa ndani yake. Haleluya. Yakaanza kuitwa na kuvutwa. Haleluya. Ilivutwa ikaenda wapi? Ilivutwa na nini? Maana tumesema ya kwamba kilindi kinaita, hii kilindi kilichokuwa ndani yake ni kilindi cha namna gani? Ni kilindi cha upendo wa Mungu. Haleluya. Na ndipo unaona ya kwamba wakati tunasema ya kwamba tunaomba, kuna watu wanang'ang'ana sana na kuomba. Wakati tunasema ya kwamba tutafunga, watu wengine wanang'ang'ana sana hata hiyo kufunga. Haleluya. Lakini wakati ambao wamezama, wameingia deep, haleluya, unajua tukifunga na tunajua kwamba Mungu wetu naye amejawa na hiyo nguvu. Tunapoomba tunapata nguvu, tunapofunga tunapata nguvu, tunashikamana na Mungu mwenyewe. Na hapo ndipo tunasema deep calls to the deep. Kile kilicho ndani yangu kitakuwa attracted na kitu kingine ambacho kinafanana na hizo ambao kiko ndani yangu. Haleluya. Hiyo ndio maana ya hiyo, ya kwamba kile kitu kiko ndani yangu na kile kiko ndani ya Mungu zikishikamana zinavutana. Sasa Nehemia aliweza kuvutwa, haleluya, na kile kilindi ambacho kiko ndani ya ufalme
wa Mungu. Na hapa ndipo tunataka kusonga na tufike kama Wakristo. Haswa kama nyakati hizi ambazo kuna kuyumba kwa taifa, kuna kuyumba makanisani, kuna kuyumba kwa vitu mingi dunia yote. Hallelujah. Kile kitatusaidia, it is only the deepness ya neno la Mungu, the deepness of the seriousness of the matters of our Lord. Hiyo ndio itatusave. Hiyo ndio itatuokoa as Christians. Bwana wetu asifiwe. Wakati ambao mioyo yetu itaamini, mioyo yetu itazama, iwe usiku na mchana, tutatafakari neno, tutalisoma neno, tuliwaze neno, tuzame ndani yake. Haleluya. Kwa sababu Mungu wetu ni hili neno. Nasi ili tushikamane na Mungu, haleluya, itategemea ni kitu gani kiko ndani yetu. Wale wanaoomba wakizama, kuna kitu kinawasaidia, haleluya. Na yale mazito na makubwa yanatendeka wakati mtu amezama na ameomba vyema na zaidi. Bwana wetu asifiwe. Nikupe mfano. Wakati ambao unahitaji, unajua wakati tunasema ya kwamba kuna kitu ninahitaji, na lile jambo ambalo ninahitaji ukiliangalia unaona ni jambo liko na uzito, ni jambo ambalo labda lina pingamizi. Unaona hilo jambo, uzito ambao nitaweka itakuwa tofauti na ile maombi ambao huwa ninayafanya wakati ninaenda kulala, wakati ninakula chakula, itakuwa na utofauti. Bwana wetu asifiwe. Wewe ukasema ya kwamba unafunga ili ya kwamba uombee chakula iko kwa meza ili ukaibariki, si ndio? Lakini wakati labda unatafuta kazi, wakati unatafuta kuna jambo unaona ya kwamba kuna uzito fulani, kuna mlima fulani, lazima utaingia, unajipa siku 2 siku 3 za maombi. Haleluya. Kwa hivyo lazima tuingie deep. Kwa sababu nini? Kile nacho tunahitaji kiko wapi? Kiko deep. Bwana wetu asifiwe. Lazima kile ambacho kiko ndani yetu, na hivyo ndivyo tunasema ya kwamba ile utukufu ambao tunataka kuingia ndani yake, mahali ambao tunataka kuingia, labda ni mahali ambao pana pingamizi, labda ni mahali ambao pana watu wamesimama na wanazuia, labda kuna vitu zinapinga. Lakini kwa sababu ni lazima tuingie na tupate hizo positions, tutafanya nini? Na tujipange tuone ili tufike pale tutafanya nini? Tutafunga, tutaomba, tutalilia Mungu, tutafunga magunia, tutajipaka majivu. Hiyo yote, kazi yote ya kujinyima na kuomba ili tuzame. Manake kilindi ambacho kimezama kinavuta nini? Kilindi kingine. Haleluya. Hapo lazima tufike. Na sahihi yale mambo ambayo tuko nayo kama kanisa, wale ambao watashinda kwenye enzi hii ni wale ambao watakuwa wamezama. Manake wataweza kuvutwa. Sahihi kuna mtu wako mahali amerelax, na tunasema tunaweka mahubiri kwa mtandao, na labda hata hana shughuli, manake kilicho ndani yake hata hakuna kitu kinavuta. Haleluya. Mwingine hata ako na bundles, wengine wako na wifi hata nyumbani, lakini hata kuswitch on waweze kutazama hawawezi. Kwa nini? Hawana interest. Manake sasa hakuna kitu cha kuvuta. Hii maneno matamu, maneno mazuri, maneno ya uzima na ya kupeana tumaini ambayo tunayapeana, ndani yao hakuna kitu kina-attract. Haleluya. Na ndipo sasa ninasema ya kwamba wale watakao faulu, hata wakati makanisa yamezuiliwa watu wasiende, wanaruhusiwa tu watu wachache sana wakusaidia mahubiri kama haya. Hata wakati kumefanywa hivi, wale watakaoshinda wakiwa manyumbani, wakiwa kazini, ni wale ya kwamba watajishughulisha na ndani yao, kilindi kilisho ndani yao kimezama
mambo za Mungu na itavuta, ita-attract wema na nguvu za Jehova. Hallelujah. Deep calls to the deep. Wanaetu wasifiwe. Na ndipo unaona ya kwamba kuna watu sasa wamekuwa kama maombi, wameweza kutama vizuri sana. Wanaweza kuomba vizuri sana, hata masaa mengi, hata dakika mingi, hata siku mingi. Kwa sababu gani? Vile wanaendelea wakizama. Hivyo ndivyo wanaendelea kuvuta vitu za Mungu. Wanaetu wasifiwe. Siri za Mungu mpaka Mungu afike. Muelewane sasa. Akufunulie siri, ni lazima uzame. Haleluya. Ni lazima, kwa sababu Mungu naye amezama kwa mambo zake. Haleluya. Nasi ni lazima, ni shati, ni mpaka tuzame katika hali ya kutafuta wema wa Mungu, uwepo wa Mungu. Tusimsoee Jehova, tusisoee neno lake, tusisoee kazi ya Bwana, tukizoea kanisa la Bwana, neema ambayo tumepewa, tusije tukaizoea, tuzame. Haleluya. Tujue kwamba kuna wengine wanatafuta usiku na mchana neema kama hii tumepewa. Bwana yetu asifiwe. Lakini hawaliwezi, lakini hawalipati. Lakini sisi ambao tumepewa hii neema, ni vyema tuzame kabisa, tujue kwamba ni kwa neema ndiposa tunapatikana. Bwana yetu asifiwe. Na hapo ndipo Nehemia, baada ya kuzama, baada ya kile kilichokuwa ndani yake kikasumbuka sana. Haleluya. Ile deep iliyokuwa ndani ya Nehemia ikaitwa, na ile deep iliyokuwa imehangaishwa kule ambapo ukuta wa Yerusalemu mahali ulikuwa umebomoka. Haleluya. Kwa hivyo deep iliyokuwa ndani ya Nehemia na deep iliyokuwa, haleluya, kwenye wasalio, remnants waliokuwa Yerusalemu, zikavutana. Haleluya. Hii deep na hii ikavuta ile nyingine. Nehemia hapo akachukua hatua. Akasema, hata kama mimi nakula vizuri, ninavaa vizuri, nakula kwenye meza ya mfalme. Maana si alikuwa anakaa kwa mfalme, alikuwa mfanyakazi wa mfalme. Akamwendea mfalme. Mfalme alipomtazama akamuuliza, mbona kuna nini? Uso wako ni kama umekasirika. Kwani kuna jambo gani? Akamwambia kwamba siwezi nikawa na furaha wakati watu wetu wanahangaika. Manake waliosalia, mabaki yetu, mabaki ya watu wa Mungu, mahali wapo ukuta umebomoka, na wako kwa hatari, wako kwa dhiki, wako kwa hatari. Haleluya. Ni kitu gani kilisababisha? Ni kitu gani kilimvuta? Kama angekuwa mtu ovyo, kama angekuwa amezama, kama hangekuwa na kicho kilindi cha wema wa Mungu, hangevutwa na mateso ya watu wa Mungu waliokuwa wanateseka. Lakini kwa sababu ndani yake kulikuwa na kilindi cha neno, cha kupenda watu wa Mungu, hizo ndizo kilimkoroga na kikafanya hata yeye aende na akapiganie wale watu. Neno linasema, baada ya kuomba barua kwa mfalme, akaletewa habari, akaambiwa vile mambo yapo, akaambiwa kule kuta zimebomoka na watu wetu wako hatarini. Akapanga jinsi watakavyofanya. Neno linasema kwamba jambo la kwanza, kwa sababu alimtambua Jehova as a covenant keeper. Haleluya. Na akajua agano ulizoziweka Bwana, wewe ni mwaminifu, huwa unatimiza nini? Agano. Kwa hivyo alipomwendea, haleluya, alipomwendea Jehova, alimwendea akijua he is a covenant keeper. Na kwa kuwa alikuwa ameapa, watu wangu wale ambao nimefanya wae mabaki, lazima nitawaokoa. Akajua hii covenant Bwana ataiweka. Akamwendea na hiyo confidence. Neno linasema, niliposikia yale maneno, niliweza kuketi, nikawaza, alafu nikafunga na nikaomba. Na furahi kwa sababu
hiyo wiki yote ambayo tunamalizia siku ya leo, tumekuwa na wiki mzima ya kuomba. Watu wamejinyimba kula na kunywa ili watafuta uso wa Bwana. Na mshukuru Bwana kwa sababu tumefanya hayo ili kanisa la Bwana likaweze kusimama mahali pote lipo, the body of Christ, watu wote mahali walipo ambao walinalitia jina la Bwana wakaweze kupata nguvu katika jina la Yesu. Na hiyo ndio tulifanya, kama vile naye mtumishi wa Mungu Nehemia alivyofanya. Alipoomba na akafunga, akapata njia, akapewa mamlaka na kila kitu alikuwa anahitaji. Barua alikuwa anahitaji akaandikiwa na mfalme, msaada wote akapewa na mfalme. Baada ya kupewa, akaenenda sasa kurebuild the wall. Hallelujah. Akaanza kurebuild the wall na akaendelea, akaanza kujitayarisha, akakusanya watu wote wa Yerusalemu ili wakaweza kupangana mahali mawe itatoka, mahali shuma itatoka, bao zitatoka, ni akina nani, wajenzi wote walio na uelefu wote wa mambo wakakusanywa na wakaletwa, wakaendelea na mipango yao. Neno linasema walipokuwa wanaendelea na kujenga, tunapo mahali ambapo tumesoma chapter 1, ukiendelea chapter 2, chapter 3, walipofika kwenye chapter 4 utaona ya kwamba kumekuwa na pingamizi. Sema pingamizi. Sema pingamizi. Opposition ikarise. Na wakaanza kusema, akina Sanibalati waliposikia ya kwamba tunapanga kujenga ili tukaweza kujizingira, haleluya, wakasikwa na hasira. Akina Tombia wakaanza kuwaua Muamoni, akaanza kuwasema ule ukuta wanajenga hata Boeha akiupitia juu wote utabomoka. Wakaanza kuwafuja moyo, lakini hawakuvunjika moyo, walijitia nguvu. Maana kuna kitu kilikuwa ndani yao, ile zile, ile kuzama. Wakajua hata kama kuna opposition hatutanyamaza, hata kama kuna opposition hatutakaa chini, hatutanyamaza wakati watu wetu wako hatarini. Wanaitwa asifiwe. Hangeweza na hangefaulu kama ndani yake hakungekuwa na hiyo deepness, hakungekuwa na kuzama kwa neno na mambo za Mungu ndani yake. Opposition ambao iliinuka ilikuwa ni kali. Manake wengine walikuwa ni watu walikuwa kwa utawala, ni watu walikuwa wako na mamlaka. Wangesema barabara ifungwe, ingefungwa. Wangesema askari wakuje na waweke malori pale, kusikia kuna mtu ataingia, ingewezekana. Lakini kilichokuwa ndani yao kiliwakoroga, hawangeweza kunyamaza wakati the other deep iko hatarini. Hallelujah. Na hapa ndipo wale ambao watakaoshinda, wale ambao watakaofaulu wa Kristo ni wale ambao ndani yao kuna kitu ndani yao cha Mungu, ya kwamba kile kilicho kingi ndani ya mioyo yao na kwa maisha yao, ikiwa ni mambo za Mungu, hawatanyamaza, hawatanyamazishwa, hawataona jambo la kuwashusha moyo, hawataona jambo la kuwafanya viwete wa imani. Lakini hata kama kuna upingamizi, hawatapingwa, manake kile kiko ndani hakiwezi kikazuiliwa. Haleluya. Naomba ya kwamba wewe hata kama utapata nafasi ya kuingia kanisani, ukali pando nyumbani, ukali kila siku na kila saa, wewe uko nyumbani, na kuambia wewe pigania ndani yako, imani yako isije ikadidimia. Haleluya. Imani yako usije ukapoteza. Naomba ukazame, naomba kilindi zako kikazame, kikaingie kabisa. Huu ndio wakati wa kuzama kwa mambo za Mungu. Huu ndio wakati wa kuomba zaidi. Huu ndio wakati wa kulisoma neno zaidi na hata zaidi. Haleluya. Kama kuna wakati wa kutafuta uso wa Bwana,
Bwana ni leo. Kama kuna wakati wa kutafuta mambo za Mungu ni sasa. Haleluya. Wakati ambao mambo hayakai, hata hujui itakuwa sawa lini, but believe and trust in the name of Jesus. Amini kwa hilo jina, kaa kwa hilo jina, zama kwa hilo jina, na kwa hakika lazima ushindi wa Mungu utakuwa upande wako. Haleluya. Opposition ikainuka, wakasema hii mawe imelaliwa na vitu mingi, mageti zote hata zimesomwa na moto, haiwezi, hakuna yeyote anaweza kufufua hizi, aweza akaleta tena, hamna hata yeyote anayeweza kujenga ule ukuta. Lakini wacha niwape habari njema, hata kama walipingwa, hata kama ilifanywa nini, the deepness iliyokuwa ndani yao haijafanya waone kutishwa. Hawakuona silaha, hawakuona adui, hawakuona kuwekewa mambo, lakini kila walitasamia ni kitu gani tumeitiwa, lengo letu ni gani? Ni wale wako kule wasiangamie, ni wale wako huko na ni wa ufalme wasinge wakaangamia, na kwa hayo wakaweza kushinda. Haleluya. Ni kitu gani kinakusukuma? Ni msukumo gani ulio ndani yako? Ni msukumo gani ulio ndani yake? Msukumo uliokuwa ndani, haleluya, ulivutwa na ule msukumo uliokuwa kule Yerusalemu. Dhambi ilipoita hizo kilindi, kilipoita kile kingine, ushindi wa Mungu ukaonekana. Kushinda kwetu wa Kristo na kanisa saa hii na muda huu ambao tunaona mambo, Mungu tunatayarishwa, mambo ambayo tunayaona tunatayarishwa. Haleluya. Tunatayarishwa na yale mazito ambayo yatakuja. Maana siku hizi za mwisho kutakuwa na vitisho mingi, kutakuwa na vitisho mingi, lakini kile kitakuwa ndani yetu tukizama kilindi chetu, haleluya, kitamaanisha sana kushinda kwetu. Haleluya. Maana sisi kilindi ambao kiko ndani yetu kinaita kile kilicho kwa Mungu pale Yerusalemu. Yerusalemu mpya ambao tumeandaliwa, tunaita kilindi chetu. Na ndiposa mwimbaji aliimba akasema, hapa sio kwetu, kwetu ni wapi? Mwingine akasema, nipo safarini, naona bali uko kwetu, mimi sioni hapa. Kwa hiyo hata kama itashindwa hapa, hata kama mambo yote inaweza shindikana, kile kinamata zaidi ni kile kiko huko. Maana hicho ndicho kinavaa kivute kilicho ndani yao. Haleluya. Kwa hiyo si hapa, mambo yetu sio ya hapa. Hapa hatuwezi, mtu akiwa ugenini hawezi akatosheleka. Bwana wetu asifiwe. Ushakwenda ugenini, unashindwa mpaka nguo utaandika wapi. Umepewa bafu ndio hii, unapewa tayari, unashindwa hii nayo ilikuwa nani alikuwa amejipaguza naye, nitatumia sitatumia. Unashindwa nguo zingine nitaandika wapi, nitafanya nini? Yaani wasiwasi, unakuwa uncomfortable kabisa. Umekula vizuri, yes, lakini kwako labda umezoea, unawekelea miguu juu ya meza. Kule unaenda kuwekelea, unasema niko ugenini, unarudisha simu. Yaani unakaa usalama mwingine hujazoea, unasikia ni kama jela huko. Hata kama mahali ulikuwa umealikwa pako na starehe, unashindwa na kuenjoy ile starehe. Kwa nini? Kwa sababu hapo sio kwako. Na hivyo ndivyo ilivyo hata wa sasa. Manake sisi kilindi kilicho ndani yetu kinaitwa kwingine, kinavutwa na kingine ambacho kiko kwa Mungu. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, naomba ya kwamba tutazama kwa mambo za Mungu. Kanisa ambalo Bwana tayarisha ni lile ambalo litazama na mambo zake peke yake. Na ndipo unaona ya kwamba kuna wengine wakati vitisho vilianza hata 2020, wakati mwanzo na wengine wanasema tumegundua vitu zingine, si lazima tuingie kanisani. Hapana.
hamna deep, hamna kilindi ndani yao, kinaita wapi? Kile kilicho ndani yao ndicho kinawavuta huko. Watu wasifiwe. Mwingine akaimba akasema ya kwamba kumbe haukuwa wetu, ndiposa ulirundi huko, ulirundi. Haleluya. Mtu aliimba wimbo hiyo. Haukuwa wetu wewe, ndio ulifanya nini? Ulirundi huko. Kwa sababu wewe haukuwa wetu. Kwa sababu gani? Kilichokuwa ndani yake kilivutwa. The deep, kilindi kinavuta kilindi. Ni kilindi gani kiko ndani yako? Imani yako iko wapi? Imani yetu iko wapi? Christians, faith yetu iko wapi? Tikani tumeshikilia hata vitisho. Tunaambiwa wakati wa mwisho kutakuwa na vitu tutakuwa tunauma. Wakiwa na tuita tunauru. Hizo zitauma. Kama kutishwa tu. Ni ya kwamba kama hauna barakoa unaweza shikwa na hata polisi. Watu hata kanisani hata wakati kunafunguliwa wanatetemeka hawakuji kanisani. Hata wakati unaambiwa endeni kanisani, wengine unawapa hiyo chance hata waingii. Na wakati ukua kuumwa utasimama kweli? Haleluya. Kwa hivyo tuko kwenye mitihani. Ili ya kwamba mtihani mkubwa uko karibu unakuja. Lakini kile kitafanya tufaulu na tushinde ni kile kilindi kitakuwa ndani yetu. Haleluya. Ndiposa nimesema wakati wa kujiunganisha na Mungu kwa kabisa ni sasa. Kwa kabisa ni sasa. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, wakati wa kujishikanisha na mambo za Mungu ni leo. Ukiwa kijana, ukiwa mama, ukiwa mzee, naomba wakati si wa kulala. Wakati wa kulala hakuna tena. Manake muda hauturuhusu. Muda hauturuhusu kusimama. Manake hata kama tutazuiliwa kupanga mikutano ya crusade, hata kama tutafungiliwa watu wasiende kanisani, si watu wanaendelea kufa. Na Mungu anasema ya kwamba sifurahishwa na kifo ya mwenye dhambi. Unajua corona haitasimama. Aliposa zile mission tulikuwa tumepanga na kwenda kuhubiria wale ambao hawajajua neno. Unajua corona haitakataa kuwaua. Magonjwa mengine haitasimama kuwaua. Haleluya. Kwa hivyo inahitaji nini? Hata kama sio crusade, wewe ambao upo umeitiwa the great commissioner, ile zeal, ile kilindi kiko ndani yako, lazima kite mambo ya ufalme. Tumeitiwa nini? Lazima tuzame, tuwe na hiyo deep ndani yetu. Deep ambayo inahitajika ndani yetu ni nini? Tumeitiwa kuwin souls. Na Biblia inasema ya kwamba wale ambao wana win souls they are wise. Haleluya. Hivyo ndivyo ilisababisha Nehemia hakunyamaza. Nehemia hakuwa na upingamizi. Siku ya leo watu wengine wamepangua mipango yote, na ninaomba Bwana atupe nguvu tena kama kanisa. Naomba Bwana akupe nguvu wewe kama mtu binafsi. Mahali utakuwa, fanya hima, win a soul. Win a soul. Haleluya. Manake ni mpaka kilisho ndani yetu. Haleluya. Kitu koroge. Tusikae chini, tusinyamaze. Manake hata tukinyamaza, tuseme ya kwamba tutapanga crusade, tutapanga mikutano ya injili wakati corona itaisha. Nani amekwambia itaisha lini? Na kama itakaa hapa miaka 2, je, ina maana hatutahubiri? Ina maana watu wataendelea kuangamia? Manake si wanaendelea kukufa. Lakini tusije ya kwamba tukazama kwa mambo ya dunia, tukashindwa na ya kwamba hata kama ugonjwa ugonjwa hakuna, kifo ni lazima. Haleluya. Kifo ni lazima, tutakufa. Lazima tutakufa. Maana hii ni daraja. Kwa hivyo ni lazima tuangalie. Kusiwe na corona, kuwe na corona, kifo lazima. Wengine watagogwa na gari, wengine watafanya mambo mengi. Tumeona mambo ikitendeka. Hatujui tutaondoka na njia gani. Lazima tutaondoka. Lakini tumeambiwa nini? Lazima tufikishie wale ambao bado wanaendelea kupotea. Manake hata tukikaa hivi, si watu wanaendelea kwa uzini, watu wanaendelea kwa dhambi na wakifa kwa dhambi. Tutaenda kuambia Mungu nini? Ni corona ilikuwa.
Mungu atatuuliza kitu gani sikuwapa? Yesu Kristo alipokuwa anafanya kazi, hakuna mahali akina Paul, hakuna mahali tunaona ya kwamba walifanya kazi wakiwa na amani. Unanielewa? Lakini hawakufanya kazi kwa sababu kulikuwa very peaceful. No. Lakini hata kama kulikuwa na pigamizi kama hii ya Nehemia, hakusita, hakukaa chini, alifunga akaomba, Bwana akampa njia. Haleluya. Hakuna wakati tutakaa na mambo yataendelea kuwa magumu, lakini tukitishwa na hii ya kwanza na ya pili na ya tatu, na tukifika kilele itakuwa wapi? Hapa ndio inawezekana hata wenye imani watarudi nyuma. Ni lazima tufanye hima sasa. Ni lazima tujifunge sawa sawa. Haleluya. Lazima tujifunge sawa sawa. Kilicho ndani yetu kikiwa na nguvu, kikizama, kiwe bibu vizuri. Haleluya. Hatutaona kutishwa. Na ni lazima tupate hii ya kwamba kuwe na amani, kusiwe na amani, watu wanaendelea kufa. Hatusimamishi kifo, my friend, si ndio? Hatutasimamisha, lakini wale wanakufa wakiwa kwa dhambi, tutaambia Mungu nini? Corona haitakuwa sababu. Hata kashindo nini? Tulipewa mamlaka na uwezo. Paul anafungwa, anaenda, anasafirishwa, anaambia wale ambao wamemshika, na waambia Mungu anasema hivi, hata kama mmenifunga na niko hapa kwa Malikamu, na waambia kwamba Mungu ameniambia zote tutaokolewa, hamna hata moja atakayeangamia kwenye hii Malikamu. Malikamu yote itaangamia, lakini zote tutaokoka. Haleluya. Anaendelea kuhubiri neno. Anahubiri neno akiwa wapi? Akiwa ameshikwa, anasafirishwa aende akafungwe huko. Lakini hiyo haikumaanisha anyamaze. Anaenda kwa jela, anasema even these chains, haleluya, amen, hata hizi chains haziwezi zikanizuilia mimi nisihubiri injili. Hamna cha kuzuia. Kile kilicho ndani yetu kikiita, kilicho ndani ya Mungu, lazima tutainuka. Lazima tutainuka kwa nguvu, na ninajua kwamba ni lazima tutashinda katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu na dada zangu, naomba Mungu awabariki na wakawatende mambo mema. Manaka wakati kilindi kilicho ndani yetu kinapoita, hapo ndipo ushindi wa Mungu utapatikana katika jina la Yesu Kristo. Tuzidi kuomba, tuzidi kulilia sana. Manake kile kilicho ndani yetu ni mambo ya ufalme. Tunapoona watu wanaendelea, watu wanamkia pombe asubuhi na mapema, igali imefungwa, wakati huu ndio wanalewa sana. Kwa hivyo wewe ukiendelea kunyamaza, sasa si kunyamaza, ni kilicho ndani yako, kilindi kilicho ndani yako kiendelee kukorogeka, kiendelee kuita, ili ya kwamba tukaendelee kulilia wale walio kwa dhambi, wale walio kwa pombe, wale walio kwa uzini, wale ambao wanapanga jina la Yesu Kristo, na wale ambao wako pale hawajaokoka. Naomba mkarudie haya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Kuanzia siku ya leo nimemkana shetani, na kuomba Yesu unioshe na unitakaze na damu yako. Livute jina langu kutoka kwenye kitabu cha mauti, uliandike upya kwenye kitabu cha uzima. Nifanye kiumbe kipya na unipe ushindi. Katika jina la Yesu nimeomba na nimeokoka. Na kwambia umeokoka, mahali upo tafuta kanisa linalohubiri ukweli, na ukitaka kututafuta tuko hapa Ruiru, Kimbo, mahali panaitwa 14. Ukija pale Delifranshas Mwangaza, njoo pale, tutashiriki pamoja, tujenge ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Mungu awatendee mambo mema. Tuendelee kuzama ndani ya neno, ndani ya mambo ya Mungu, yakaendelee kuvuta mambo yaliyo ndani ya Mungu, na ninajua kwamba tutabarikiwa. Tuwe na zili, tuwe na kilindi kama kile kilikuwa na mtumishi wa Mungu Nehemia. Hakikupata upingamizi, lakini hata upingamizi ukiwa, aliweza kuendelea na kujikaza, na watu na ushindi ukaonekana. Kwa wale ambao wanatazama,
Ukitaka kupeana, maana tunapeana sadaka zetu, tunapeana fungu zetu za 10, na hata kama uendaji kanisani ni vizuri, na nilisema ya kwamba ni vizuri hata kama sadaka utumi, ni vizuri unatuma tithe. Maana sasa tithe hauwezi kuambia Mungu jambo lolote, maana huwezi kuingia nafasi ya Mungu. Kwa hivyo kama ungetaka kutuma your tithe, unaweza tumia our pay bill number. Our pay bill number ni 7132393 7132393. Kwa account andika your tithe, maana ikifika tutaona tu jina lako na Mungu akubariki na utende mema. Kama ni tithe, kama ni mambo ya offering, andika pale na utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Na ninajua kwamba Mungu anawabariki. Na wale ambao tulikuwa nao hapa kusaidiana, ni wakati wa kupeana, ni wakati wa kuabudu Mungu na sadaka zetu. Kwa hivyo jiandae, wale wanahitaji kutoa fungu la 10, kuna envelope na utapewa na utabarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Toa sadaka yako, lishike ili tukaweze kuomba, na ninajua tutabarikiwa katika jina la Yesu. Hebu na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakutukuza na tunakuinua asubuhi njema. Tunasema ni asante kwa kuwa neno lako lina uzima, neno lako lina nguvu, lina uwezo. Mungu wetu na Baba wetu, hakika Bwana, kwa sababu ya kilindi kilicho ndani yetu na kinavutwa Bwana na kilindi cha ufalme, tumekuja Bwana kukuabudu na mali yetu ambao tunajua yote Bwana tumetoa kwako. Na wakati tunatoa kwako, tunajua kwamba sio hasara, ila Bwana itaturudia ikiwa imejumuishwa, ikiwa imejazwa na hata inatiririka, inamwagika. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, natangaza kwa yeyote atakayenyosha mkono wake Bwana, akaleta Bwana na akatoa sadaka wala fungu la 10, Mungu, hata wale walio mbali watakaotuma, Mungu, ninatangazia maisha yao baraka, natangazia maisha yao neema na kibali chako Bwana, ukapigane vita vyao, kazi ya mikono yao Mungu, ukaidumuisha, ukaibariki kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, pokea shukrani, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata tunaamini. Amen. Hallelujah. Sasa tunaenda kupeana moja moja, tukianzia pande hii, tukiendelea tu kutazama ama kushikilia yale maagizo ambayo tumepewa, na ninajua kwamba tunazidi kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Uzidi tu kwa upande huu, alafu baadaye fungu la 10 tutaiombea. Tuanzie pande hii, alafu turudie pande hii. Wale wanatumia pembe number 7132393. Haya, wale wengine ambao wanakuja, wale wengine wanatumia namba huku pande huu. Haya, tukuje pande hii, wale ambao sawa sawa. Haleluya, haleluya. Fanya kwa haraka tafadhali. Manake sasa baada ya kwanza hata tumefikisha dakika kidogo ili tukaweze kuwapa muda wanaoingia ibada ya pili. Walio na fungu la 10 tafadhali, John tuombe. Tunapopeana fungu la 10, unajua linakuwa kama ukuta. Fungu la 10 lina act kama jeshi. Huanga linazingira kazi yetu, inazingira maisha yetu, tunakuwa mahali tuko safe. Kwa hivyo wakati ambao unapeana mali yako, your tithe, fungu lako la 10, unafanya ya kwamba Mungu anakuwa ukuta. Mahali ungekuwa uharibiwe, mahali ungeimbiwa, Mungu anakuwa analinda. Mahali adui angeinuka hataweza, mahali tunundu mharibifu angeinuka hangeweza. Mungu anawazingira. Mungu huwa anazingira maisha yetu, na ni vizuri unatoa, na ninajua kwamba yote unabarikiwa. Nikasema ya kwamba Mungu haangalii kwa wingi. Kama umepata 100 shillings the whole of this week, tempo kuja nayo na ujasiri ndani ya mbele ya madhabahu. Kama umepata 1,000, kuja na hiyo 100 na ujasiri, manake Mungu anataka huko kuaminika. Haleluya. Amen. Washa tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakutukuza mara tena kwa sababu Jehova Mungu ya watumishi wako jinsi umewapa ufunuo kwa ajili ya kupeana fungu zao za 10. Ninatangaza kama vile umesemea kwamba utamkemea yule
mlaji, tutamkemea ule muovu. Bwana, mkono wako utawaweka salama, mkono wako utalinda biashara zao, mkono wako Bwana utalinda maisha yao. Kile kazi wanafanya kwa mikono yao natangaza imebarikiwa. Asante Jehova kwa hawa ambao wanatoa hapa na wale wanatoa wakiwa mbali. Natangaza mkono wako na baraka yako Bwana, mbingu na ikafunguke, milango na madirisha ikafunguke, ili kamwage baraka kwao katika jina la Yesu. Uhimidiwe Mungu na ukaweza kutukuzwa, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata tunaamini. Amen. Tunaweza peana. Haleluya. Mungu wetu wabariki na watende mambo mema. Nasema ni asante kwa sababu ya wale wote ambao wameweza kuingia siku ya leo, na hasa kwenye ibada hii ya kwanza. Haleluya. Ninataka tukubaliane jambo, manake sasa ninaona kama hakutakuwa kumefunguliwa next Sunday tunaweza kuwa na ibada 3. Manake jana nimekuwa na wakati mgumu sana, manake simu zimekuja mingi sana, ndipo